Ingine hii yaweza ikawa ni miongoni mwa mfumo mpya kabisa nchini katika benchi la ufundi la timu za ligi kuu Tanzania bara. Ndiyo, Yanga wametangaza kwamba sasa benchi lao la ufundi litaongozwa kwa pamoja na makocha wawili. Abdul Hamid Mwalin ambaye alikuwa miongoni mwa members wa technical bench walimtangaza mwezi wa 3, lakini pia yupo raia wa Malawi Patrick Mabedi. Wote kwa sasa ndio wanaoiongoza Yanga katika benchi lao la ufundi baada ya klabu hiyo kuachana na aliyekuwa kocha wao mkuu raia wa Ureno Pedro Gonçalves. Ndio hii kwa dhana huwa inaitwa co-coaching partnership, ambapo makocha zaidi ya mmoja, hapa tunazungumzia makocha wawili, ndio wanaongoza kwa pamoja timu ili kutimiza malengo yake ya msimu. Yanga wamefanya hivyo wakiamini kwamba makocha wao wawili kwa maarifa yao kwa pamoja wanaweza kutimiza malengo yao ya msimu katika siku zilizobaki kuhitimisha msimu 2025-2026. Yanga hivi sasa wako kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara wakiwa na pointi 51, wakiwaacha wanaowafuatia katika nafasi ya pili wekundu wa Msimbazi Simba, watenezao wa jadi ambao wao wana pointi 46. Yes. Hivyo kuachwa na Yanga kwa pointi 5 ilhali zote zimeshacheza mechi 21. Lakini Yanga wanaachwa na Pedro Gonçalves na kijiti kukabidhiwa kwa pamoja kwa makocha wote wawili, Mwalin na Mabedi, wakiwa ndio vinara katika upachikaji mabao katika ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa wakiwa na mabao 47. Hakuna timu yenye mabao mengi kama wao, lakini wakati huo wakiwa ndio timu yenye ukuta imara zaidi ikiwa imeruhusu mabao 5 tu, sawa na Azam FC kwa ukuta imara. Maana hizo mbili kwa pamoja ndizo zimeruhusu mabao machache, mabao 5. Sasa Mwalin, Mabedi, matarajio ni kuona wakiongoza vyema Yanga katika michuano mbalimbali iliyobaki kukamilisha msimu 2025-2026, ikiwamo ligi kuu Tanzania bara ambapo zimebaki mechi 9, ikiwamo michuano ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB. Dhana hii ya co-coaching partnership ambayo Yanga wameitwa sasa kwa ajili ya kukamilisha msimu baada ya kuachana na Pedro Gonçalves si ngeni kule nchini Afrika ya Kusini. Awali waliofahamika kwamba wametumia dhana hiyo ni pamoja na Kaizer Chiefs ambao wao wanafahamika kule Afrika Kusini kama ndio walioanza kutumia dhana hii ya co-coaching partnership, kwa maana kwamba makocha zaidi ya mmoja hatangazwi yupi ndiye mkuu dhidi ya mwingine, bali wote wana mamlaka sawa katika kutimiza mipango ya timu. Kaizer Chiefs waliwahi kufanya hivyo miaka ya nyuma baada ya kuachana na aliyekuwa kocha wao Mohsen Etugal, halafu wakawatangaza makocha wawili ambao walikuwa ni mchezaji wao wa zamani Dr. Kumalo, yes, akiwa na mwenzake Es Kuse. Wote wakapewa mamlaka ya kuiongoza Kaizer Chiefs katika miaka ya nyuma katika mfumo huu wa makocha wawili kwa wote wana mamlaka sawa kuiongoza timu kutimiza malengo yake ya msimu. Lakini baada ya Kaizer Chiefs wanaofahamika zaidi ni msimu wa 2005-2006 pale ambapo klabu ya Mamelodi Sundowns ilipoachana na aliyekuwa kocha wao Mwargentina Angel Kapa, na badala yake wakawatangaza makocha wawili waliokuwa wasaidizi wa Angel Kapa kuwa ndio waongozaji wa timu kutimiza mpango kazi wa timu kwa msimu huu 2005-2006, ikiwamo kuhakikisha kwamba wanatoa ubingwa wa ligi kuu ya Afrika Kusini ambao walikuwa ni nani na nani. Hapa walikuwa wameachana Angel Kapa kama nilivyotoka kueleza, halafu wakawateua kwa pamoja makocha wawili, Miguel Gamondi, kocha zamani wa Young Africans ambaye hivi sasa ni kocha wa timu ya Taifa Stars, alikuwa miongoni mwa hao makocha wawili, alikuwa pamoja na raia wa Afrika Kusini Nel Tove. Hawa ndio walifanya hii dhana ya co-coaching partnership kuiongoza Mamelodi Sundowns paka zikiwa zimebaki mechi mbili kufikia mechi 28. Mamelodi walikuwa kileleni wakiwa na point 53, halafu waliokuwa nyuma yao katika nafasi ya pili walikuwa ni Orlando Pirates, wao Orlando wakiwa na pointi 52. Ushindani ulikuwa mkali kwa kweli katika msimu huu kufikia mchezo wa 28. Lakini katika mechi mbili za mwisho nini kilitokea? Orlando Pirates walipata sare 2. Matokeo yake wakamaliza ligi wakiwa na pointi 54, kutoka pointi 52 wakawa na pointi 54. Halafu Mamelodi Sundowns wakashinda mchezo unaofuata wa 29 wakawa na pointi 56. Halafu mechi ya mwisho
wakatoa sare, wakamaliza ligi wakiwa mabingwa wakiwa na pointi 57, halafu Orlando Pirates wakafuatia wakiwa na pointi 54. Nayo ilikuwa ni co-coaching partnership, Nel Tove na Miguel Gamondi. Sasa kama walivyofanya Mamelodi, kama walivyofanya Kaizer Chiefs ambao tunataja hapa kama mifano, ndivyo Yanga ilivyoamua hivi sasa, na hilo limefahamika baada ya mkuu wa idara ya habari na mawasiliano kwa umma ya Yanga, maanisha Ali Shabani Kamwe, alipozungumza kupitia majukwaa yao ya kuwasiliana kwa umma ikiwamo YouTube, ambapo katika mahojiano yao maalum ya Yanga TV alifafanua kwamba hivi sasa Yanga ina makocha wawili wanaongoza kwa pamoja, ambaye ni Abdi Hamid Mwalin. Walikuwa wamemtangaza katika taarifa yao kwa umma wakati wakieleza juu ya kuachana, kumfuta kazi kocha Pedro Gonçalves, lakini pia na Patrick Mabedi, ambao wote kwa pamoja sasa ndio wanaiongoza Yanga ili kutimiza mipango yake ya msimu. Ikumbuke msimu uliopita Yanga walikuwa ni mabingwa wa ligi kuu Tanzania bara wakitoa mara ya 4 mfululizo, na hivyo sasa ni jukumu la Mwalin na Mabedi kuhakikisha wanatetea taji hilo kwa kulitoa mara ya 5 mfululizo. Lakini sio hilo tu, Yanga msimu uliopita walitoa kombe la shirikisho la benki ya CRDB kwa mara ya 4 mfululizo, na kwa sababu hiyo Mabedi na Mwalin wana kazi kuhakikisha kwamba vijana wao kina Principal Melo Dube, kina Depu, kina Jiki Diara, Peodo Pako Mzuzwa, akina Shekani Ibrahim, Salmo Bakari Shwaboy na wengine wote kuhakikisha kwamba wanalitetea taji hilo la kombe la shirikisho la benki ya CRDB kwa kulitoa, na pia michuano mingine mbalimbali watakayoshiriki. Swali ni kwamba je, mfumo huu wa makocha wawili wakiwa na mamlaka sawa ndani ya Yanga, ambayo haionekana, tunaweza kusema ni nadra kwa siku za karibuni klabu hiyo kuwa na mfumo huu wa makocha, watafanikiwa kutimiza mipango ya Yanga katika michuano mbalimbali iliyobaki ambayo wanashiriki kwa msimu 2025-26? Na je, Yanga itakuwa inaupiga mwingi kama ambavyo mashabiki wake wamekuwa kitamani na kuona ikiendelea kudominate match, lakini ikifunga zaidi kama ambavyo wanaachwa na kocha Pedro Gonçalves wakiwa ndio vinara wa mabao na akiwa wameruhusu mabao machache na wakiwa kileleni kwa tofauti ya pointi 5 dhidi ya timu inayofuatia ya Simba? Hilo ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.